huduma ikawa sehemu ya malisho yako, yaani unapohudumu ndipo pakawa sehemu yako ya kupata mkate. Mungu aweza kufanya yote haya. Kwa kuwa mimi namwamini Mungu, kwa huduma yangu mimi naifanya kama huduma kwa ajili ya kuwafikia watu kama agizo lake mwenyewe Mungu ambalo Yesu Kristo alilitoa katika Marko 16 pale kuanzia mstari wa 15 akisema, nendeni ulimwenguni mwote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aminie na kubatizwa ataokoka. Kwa lengo kubwa ni mtu kuokoka. Tunapambania mtu aokoke ili amjue Mungu, aweze kufunguliwa katika shida zake zote, ili aweze kuishi kwa amani. Hicho ndio tunachopambania. Ndio. Mungu atakapoamua yeye, tunachokipambania kigeuke kuwa malisho yetu pia, aweze kuamua mwenyewe. Tunamsubiri yeye kwa wakati wake. Tunapofanya, Mungu akiamua kutupa chochote kama ujira wa kazi yake yeye, maana sisi ni wafanyakazi wake. Yeye ndio bosi wetu aliyetuagiza duniani tufanye kazi yake. Atakapoamua kwamba wanangu wamefanya vizuri ni walipe, atatulipa Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe. Amina. Lakini kumbuka, sawa, mtumishi wa Mungu, nimesema kwamba sio dhambi kufanya huduma na kulipwa, kwa sababu kumbuka umesema umekwenda studio, umetoa fedha zako, umeona sio dhambi kabisa. Ni kwamba inategemea na mipango mingi ambayo mipango yako ambayo umeipanga vipi ili kwamba uweze kupata kipato, kwa sababu hata watumishi wa Mungu wanakula kwenye madhabahu yao. Ni kweli, lakini mimi nimekuwa mtu wa kufuatilia sana hata watumishi wa Mungu wanapotoka. Mtumishi wa Mungu mpaka aje aanze kula madhabahuni aisee, inakuwa muda mrefu sana. Ni wito. Manake inapofikia wakati Mungu ameamua kuanza kumlipa, ndipo analeta watu wengi kwa ajili ya kuanza kumlipa ujira. Kama mfanyakazi wa Mungu aliyefanikiwa kufanya kazi ya Mungu kama Mungu anavyotaka, anaanza kumlipa. Ndio maana nimekwambia hapo awali kwamba mimi mwenyewe naamini ninapofanya hii kazi ya Mungu, Mungu aliye bosi wangu akiona wakati wa kijana wangu kupewa ujira kutoka kwangu umekaribia, atawaleta watu wa kunipa. Okay. Jaji. Amina. Mimi kuna nyimbo moja hapa nataka nisikilize, afu baada hapo nitarudi. Ni ya kwako. Inawezekana ikawa ni mtumishi wa Mungu, hata msikilizaji akaweza kubarikiwa kwa kile ambacho amekifanya. Ingawa umetambulisha nyimbo moja, lakini kuna nyimbo ambazo zipo hapa, tusikilize alafu tutarudi hapa.